Siku ya leo kilele cha tamasha ya muziki na tamaduni awamu ya 98 itakuwa inafanyika siku ya leo katika shule ya wasichana ya Moi jijini Eldoret, ambapo jamii mbalimbali zinawasilisha nyimbo na maonyesho ya tamaduni zao. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ambaye anahudhuria tamasha hiyo anatarajiwa kuifunga rasmi hapo mwendo wa baadaye. Kwa sasa tuelekee mubashara hadi Eldoret kwenye tamasha hiyo, na ambapo tutaungana naye mwandishi wetu Mike Chalo ambaye atakuwa anatujuza mengi zaidi. Mike, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, tueleze kwa kina na baadhi ya tuzo ambazo zitakuwa zinatolewa siku ya leo. Asante sana Kirobi, ukiwa studioni. Tuko katika shule ya wasichana ya Moi hapa jijini Eldoret. Kumbuka kwa siku 9 zilizopita tumekuwa tukikita kambi hapa kwa tamasha za muziki na utamaduni awamu ya 98 kunradhi, ambayo imekuwa ikifanyika hapa. Ni tamasha ambayo iliweza kuwavutia watumbuizaji ama wawasilishi 25,000 kutoka kaunti mbalimbali, na hivyo basi tamaduni mbalimbali kutoka takriban kaunti 32 zimekuwa zikiwasilisha nyimbo, maigizo na masuala mengine mengi ya kitamaduni. Kumbuka ni tamaduni ambayo kauli mbiu yake imekuwa ni nyuzi za utamaduni na urembo wa fursa. Ni tamaduni pia ama ni tamasha ambayo iliweza kuwavutia ama wawasilishi wengi, na hivyo basi ilinuia pia kuweza kuhakikisha jamii mbalimbali zinakuwa na muingiliano na zinaweza kuwasilisha utamaduni wao, na ni pia katika mojawapo wa fursa ambazo rais aliweza kuwasilisha kuhakikisha kuwa tamaduni mbalimbali zinaweza kutambulika kupitia nyimbo na pia maonyesho mbalimbali. Kumbuka Kirobi, tumekuwa tukikita kambi hapa kwa nini TV, radio na Digital 47 wamekuwa ni washirika wakuu wa tamasha hizi, na pia wamekuwa wakipeperusha tamasha hii mbashara katika televisheni, radio na pia mitandao ya Digital 47 kuweza kuhakikisha Wakenya wote wanaweza kukumbana ama kuweza kuona maonyesho haya ya kitamaduni. Kirobi, kwa siku 9 ambazo zimepita, kumbuka waigizaji kutoka tamaduni mbalimbali wamekuwa wakiwasilisha masuala mbalimbali ya kitamaduni ambayo pia yamekuwa yakibeba sauti za hamasa ndani yake, sauti za kuweza kupinga masuala mbalimbali hatari katika jamii. Nazungumzia tohara baina ya wasichana wadogo, tohara baina ya wasichana sawa na ndoa za mapema baina ya wasichana wadogo. Vile pia nyimbo zao na maonyesho yao yakiwa yamebeba wito wa amani na utangamano katika jamii. Jamii hizi ambazo ziliweza kufika hapa Kirobi, kumbuka pia zilikuwa zimetoka sehemu mbalimbali ya nchi hii, na hivyo basi kuweza kufanikisha muingiliano wa jamii ambao pia unaweza kuwezesha na kueneza utangamano katika taifa hili. Kirobi, muda mfupi uliopita, nazungumzia kama dakika 10 zilizopita, aliweza kuwasili katika tamasha hii. Namzungumzia Naibu Rais Kithure Kindiki ambaye atakuwa baadaye anafunga rasmi tamasha hii baada ya mawasilisho ambayo anaendelea. Nadhani sauti ambazo unazisikia nyuma yangu ni baadhi tu ya kwaya za mashirika mbalimbali, sawa pia na tamaduni mbalimbali ambazo zimejipanga kuweza kutumbuiza katika hafla hii, na hivyo baadaye Naibu Rais Kithure Kindiki atakuwa anafunga rasmi tamasha hii ambayo imekuwa hapa katika shule hii ya wasichana ya Moi kwa siku 9 zilizopita. Na tamasha kubwa kama hii Kirobi, ni wazi kuwa haiwezi kutamatika bila changamoto. Tuliweza kuzungumza na mwenyekiti wa utamaduni wa Kenya katika tamasha hii, na akaweza kutuambia kuwa changamoto kubwa ambayo waliweza kushuhudia ni kuwa utamaduni ukiwa ni shughuli ambayo imeweza kugatuliwa, ni kuwa fedha kutoka katika kaunti kuweza kuwafadhili waigizaji hawa zimekuwa finyu. Hivyo basi wakiendelea kutoa wito kwa
kaunti mbalimbali na serikali kwa jumla iweze kuhakikisha kuwa inafadhili utamaduni ili kuweza kuhakikisha utamaduni wa hapa nchini na utamaduni pia wa jamii mbalimbali unaweza kuafikiwa na unaweza kufikia pia vilengo vya kimataifa. Kirobi, tunaendelea kukita kambi katika tamasha hii ya mwisho. Kumbuka naibu rais atakapokuwa anafunga tamasha hii, tutakuwa ange kuweza kusikiza hotuba yake na kuweza kumjuza mtazamaji wetu pia atakuwa anazungumzia nini kuhusu utamaduni wa hapa nchini. Lakini kwa sasa turuhusu tuweze kuendelea na shughuli hapa nyanjani na baadaye tutakuwa tunamjuza mtazamaji wetu katika taarifa zijazo. Kirobi. Naam, bila shaka Mike Chalo, asante sana kwa kutujuza kuhusiana na hafla hiyo ambayo inaendelea eneo la Eldoret.